Karibu katika chaneli yetu ya Vam TV Online. Unafahamu nini kuhusu kitunguu saumu? Basi leo mimi nimekuandalia maajabu ya kitunguu saumu katika mwili wa binadamu. Kitunguu saumu kinaweza kuponya na kutibu zaidi ya magonjwa 40 katika mwili wa binadamu. Maradhi hayo kwa uchache ni kama yafuatavyo: shinikizo la damu, baridi yabisi, kuondoa sumu mwilini, kisonono, minyoo, bawasiri, maradhi ya mgongo, kichocho, malaria, homa za matumbo na kadhalika. Ulikuwa unafahamu hilo? Basi suluhisho lako pekee kusubscribe ni Vam TV Online. Hii ni kwa ajili ya kujifunza, kuelimishana na vitu vingi, burudani pia. Vitunguu saumu ni viungo ambavyo vinatumika sana jikoni katika mapishi kwa karne nyingi. Mimea hii ina faida nyingi za kumtibu binadamu kwa sababu asili yake ni antibakteria na antiseptiki. Moja ya faida yake hasa kubwa vitunguu saumu ni kwa sababu ya kuwa ni ardhini. Imesheheni madini kama fosforasi, zinki, potassium, magnesium, vitamini C, vitamini K, folate, magnesium na thiamine. Pia hupatikana kwa wingi kwenye vitunguu saumu. Zifuatazo sasa ni faida za vitunguu saumu. Upo tayari? Hakikisha una subscribe chaneli yetu ya Vam TV Online, tuwe wote. Faida ya kwanza nayo ni hii hapa: huondoa kikohozi, mafua na shida za masikio. Vitunguu saumu vina uwezo wa kuzuia kikohozi na maambukizi ya mafua. Kula karafuu 2 za vitunguu saumu tumbo likiwa tupu ina faida kubwa. Kwa upande wa matatizo ya sikio, vitunguu saumu na mafuta ya vitunguu saumu ni tiba ambayo unaweza kujitibia nyumbani kama mgonjwa ya masikio. Kitunguu saumu kimesheheni antibakteria, viambatano vilivyomo ndani ya kitunguu saumu. Kitunguu saumu kina uwezo mkubwa wa kuzuia bakteria mbalimbali zinazohusika na maambukizi ya sikio. Hata hivyo, kuweka kitunguu saumu au mafuta ya kitunguu saumu kwenye sikio lako kunaweza kusababisha asali ya ngozi yenye uchungu na inapaswa kutumiwa kwa tahadhari. Umeelewa? Hiyo ni kitu inaitwa faida namba 1 ya kitunguu saumu. Ambatana nami kwa faida nyingi zaidi. Faida namba 2 ni nzuri kwa afya ya moyo. Arseni, kompaundi inayopatikana kwenye kitunguu saumu, inazuia vioksidishaji vya LDL, cholesterol mbaya. Hii hupunguza kiwango cha cholesterol na inaboresha afya ya moyo. Matumizi ya vitunguu saumu mara kwa mara hupunguza matukio ya kuganda kwa damu na kwa hivyo husaidia kuzuia slow metabolism. Vitunguu saumu pia hupunguza shinikizo la damu, presha ya kupanda,
hovyo hovyo. Ni nzuri kwa wagonjwa walio na shinikizo la damu. Kitunguu saumu husaidia kutanua mishipa iliyosinyaa. Kwa wanaume, kitunguu saumu kina faida kubwa sana kama itachanganyika kitunguu saumu na tangawizi. Mchanganyiko huu ni mzuri sana kwa mwanaume aliyepungukiwa nguvu za kiume kutokana na shida za mfumo wa mzunguko wa damu. Hii humpa mwanaume stamina wakati wa tendo la ndoa na kuleta uchangamfu sana katika hii hali hiyo. Bana, faida namba 3, inaboresha utendaji wa ubongo. Ulikuwa unafahamu ama hufahamu? Vitunguu saumu huendeleza afya ya ubongo kwa sababu ya antioksidanti. Ni bora dhidi ya magonjwa ya neurodegenerative kama Alzheimer na shida ya akili. Faida namba 4, inaboresha utumbo. Hutibu shida za mmeng'enyo wa chakula na ina faida kubwa kwa utumbo mkubwa na utumbo mdogo, na hupunguza kuvimba. Ulaji wa vitunguu saumu husaidia kuondoa minyoo tumboni. Jambo nzuri ni kwamba huua bakteria wabaya na hulinda bakteria wazuri kwenye tumbo. Kwenye tumbo unajua kwamba kuna bakteria wazuri na bakteria wabaya. Basi kazi ya kitunguu saumu ni kwenda kuwaua wale bakteria wabaya ambao, kama una vidonda vya tumbo, nadhani hao bakteria wabaya hushambulia sana wakati wa vidonda vya tumbo. Bana, tuendelee kujua ni nini inasaidia sana kitunguu saumu. Faida namba 5, inarekebisha sukari mwilini. Wewe ni miongoni mwa watu wanaougua kisukari ama unapenda sana usipate huu ugonjwa wa kisukari kwa sababu hauna yani afya nzuri ya ugonjwa. Ni hatari, ni moja ya ugonjwa hatari zaidi. Wale ambao wanakabiliwa na ugonjwa wa kisukari, vitunguu saumu ni msaada mkubwa sana kwao. Vitunguu saumu husaidia kurekebisha viwango vya sukari ndani ya damu. Hivyo mnashauriwa sana wagonjwa mnaougua kisukari kutumia vitunguu saumu kwa afya yenu, kwa sababu itasaidia kuua bakteria wabaya ambao wanazalisha na kuongeza sukari katika mwili wako. Basi tunaingia faida ya 6 ambayo inasema huongeza kinga ya mwili na dawa ya maji machafu ukeni. Hii ni kwa mwanamke. Vitunguu saumu huongeza kinga ya mwili na huzuia uharibifu wa DNA. Zinki iliyo ndani ya vitunguu saumu hukuza kinga mwili. Vitamini C husaidia kupambana na maambukizi. Ina faida sana dhidi ya maambukizi ya macho na sikio kwa sababu ina antimicrobial. Ni kitunguu saumu kutokana na uwezo wake wa kinga. Kina faida kwa mwanamke ukeni, ambapo hutibu shida za fungus ukeni. Huponyesha maji machafu yanayotoka ukeni. Hii ni moja ya faida kubwa sana ya kitunguu saumu kwa mwanamke. Na faida namba 7, huboresha afya ya ngozi. Vitunguu saumu husaidia kuzuia chunusi na hupunguza makovu ya chunusi. Vidonda, vipere na marengerenge vyote vinaweza kufaidika na utumiaji wa juisi ya vitunguu saumu. Pia inalinda dhidi ya miale ya UV na kwa hiyo inazuia kuzeeka haraka.
Jamani, hupendi kuzeeka haraka? Tumia tu kitunguu ili uweze kulinda afya yako, usizeeke haraka eti. Langu ni kukutakia tu uwe nami mwanzo mwisho. Yajayo yanaendelea kuwa mazuri. Faida namba 8 ni hii hapa. Inazuia saratani na vidonda vya tumbo. Bana, nilisema tu. Basi hii faida kwa sababu ya kiwango kikubwa cha vioxidashaji. Vitunguu saumu hulinda mwili dhidi ya shida ya mapafu, kibofu cha mkojo, tumbo, ini na saratani ya utumbo. Kuwemo kwa antibakteria ndani ya kitunguu saumu huzuia vidonda vya tumbo. Kitunguu saumu ni kinga bora sana ya saratani na hata magonjwa mwenye dalili za kansa na saratani. Hiyo ilikuwa ni faida ya 8. Basi faida namba 9 ni hii hapa. Kitunguu saumu ni nzuri sana kwa kupunguza uzito. Bana, umenenepeana vibaya, unataka upunguze uzito? Basi kisayansi unaambiwa kitunguu saumu hupunguza uzito. Vitunguu saumu hupunguza uundaji wa jeni inayohusika na uundaji wa seli za adipose ambazo huhifadhi mafuta. Pia huongeza thermogenesis mwilini, husababisha kuchoma mafuta zaidi na kupungua kwa LDL, cholesterol mbaya. Ulikuwa unafahamu hilo? Na faida namba 10 na tutakuwa tunamaliza hivyo, lakini kumbuka zipo faida mingi sana za kitunguu saumu. Basi faida namba 10 ni hii hapa. Inapambana na UTI na inaboresha afya ya figo na uzazi. Juisi safi ya vitunguu saumu ina uwezo wa kupunguza ukuaji wa bakteria wa E. coli ambao husababisha maambukizi ya njia za mkojo UTI. Pia husaidia kuzuia maambukizi ya figo. Vitunguu saumu hupunguza maambukizi kwenye vidonda, kukuza ukuaji wa nywele, afya ya mfupa na afya ya aina, ili kuleta matokeo mazuri. Ni vizuri zaidi kitunguu saumu kikitumiwa kikiwa kibichi. Faida nyingine ya kitunguu saumu ni kwenye kizazi kwa mwanaume. Vitunguu saumu vimesheheni alithini na selenium. Alithini inaboresha mzunguko wa damu katika viungo vinavyohusika na tendo la ndoa na kulinda mbegu za uzazi maini kutokana na kuharibiwa. Selenium ni antioxidant ambayo inaboresha mwendo wa shahawa motility. Kitunguu saumu kina faida kubwa sana kwa mwanaume ambao wana changamoto ya uzazi, yaani ugumba. Basi kitunguu saumu, faida nyingi za kitunguu saumu ni kwamba kitunguu saumu sio tu kina faida nyingi kimwili, lakini pia ni kiboko ya wachawi na mapepo mabaya kama vile majini mahaba. Hiki kiungo kimechorete ladha kwenye vyakula vingi, kilianza kutumika zamani sana kwenye nchi nyingi duniani. Wamisri waliamini katika majini yanayonyonya damu. Watoto wakitumia kichane cha vitunguu saumu huwa kinga watoto wao. Sehemu za China, Malaysia
Wazazi hutumia kuwapaka watoto kitunguu saumu kwenye paji la uso kama kinga ya uchawi. Huko Romania wahusaga na kupakaza kwenye milango na madirisha ya nyumba zao, mageti na hata kwenye pembe za ng'ombe kwa ajili ya kufukuza wachawi na viumbe wachafu kulingana na nguvu za ajabu iliyo ndani ya kitunguu saumu. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, viumbe wachafu na wachawi hutimua mbiu majini, mashetani, wachawi, washirikina na waanga. Wana mzio mkali na harufu ya kitunguu saumu. Pia kitunguu saumu kinatumika katika kufukuza majini wabaya. Pia ni miongoni mwa tiba kwa mtu aliyedhuliwa na jini. Huondoa upepo mbaya wa mtu aliyekumbwa na shetani, na pia husaidia kwa maradhi mbalimbali. Husaidia kwa watoto. Lakini pia ili kumlinda marehemu aliyekuwa na dalili za kugeuka jini au kuzuia asichukuliwe na kishirikina, walimweka vipande kadha kitunguu saumu mdomoni. Hii siri siwaambii tena. Baadhi ya nchi nyingi za wazungu walikuwa hawakijui kitunguu saumu. Miaka ya karibia, baadhi ya wameanza kufahamu umuhimu wa kitunguu saumu kwa kinga mbalimbali za magonjwa. Maajabu mengine ni ile nguvu ya kufukuza hata wadudu waharibifu majumbani na mashambani. Hakika kitunguu saumu kimevutia sana watengenezaji madawa ya wadudu kukitumia katika viwanda vyao. Shukrani zote na sifa njema zinamstahiki Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kuleta kitunguu saumu. Karibia kila mtihani kwetu binadamu, jibu lipo kwenye mimea, na tatizo ni kujua kipi kina kazi ipi. Mungu aendelee kukulinda kwa kuwa umechagua Vam TV Online kuwa sikio lako na kutuoni kuwa sisi tunafaa kwako. Subscribe kwa ajili ya maoni yako unaweza kutoa hapo chini. Langu kukutakia siku njema na wasaa mwema. Usisahau kushare na rafiki yako naye afahamu faida za kitunguu saumu kuhusu maisha. Ebana, mwambie kitunguu saumu ni tiba kwa magonjwa mengi, lakini si tiba tu, hufukuza wachawi na mashetani na mapepo. Lakini jambo moja, kumkumbuka Mwenyezi Mungu kwa kila hatua yako. Asante sana, asante sana.